Kwa performance ya Simba walikuwa na siku nzuri kwa sababu ya kile ambacho walikidisplay. Obvious kwenye mechi ya namna ile unategemea kukutana na timu ambayo yenyewe itakuwa inacheza low block, wachezaji wengi wakiwa nyuma kwenye eneo la kuzuia. Itatakiwa uwe na kitu cha ziada kwanza ili kuwafungua kuweza kupata magoli, which uliona Simba walijaribu mara kadhaa kufanya hivyo, na kuna moments ambazo Simba walizitengeneza kwenye eneo la mwisho ambalo walikuwa wanajaribu kupiga pasi za haraka na kufika kwenye eneo la mwisho. Kama unakumbuka, kuna nafasi Shomari alipata kwenye box la wapinzani, ni kutokana na combination pass ambazo walizipiga kwenye eneo la mwisho la kiwanja, lakini haikufanikiwa kwa goli. Lakini unaona jinsi ambavyo walifika kwenye eneo la mwisho, jinsi ambavyo timu pia ili display. Unaona walikuwa wameweka pressure kubwa zaidi kwenye lango la KMC kwenye first half, ikawa na lazimu KMC option zao nyingi ziwe ni kupiga mipira mirefu kwenda kwenye lango la Simba, lakini Simba anaupata mpira anakuja kushambulia tena. Build up nyingi za KMC zilikuwa hazifanyiki kwa usahihi, kwa maana kufanikiwa kwenye lengo la mwisho ambalo walikuwa wanakusudia kulifanya. Mara nyingi build up ilikuwa inagusa pasi mbili peke yake, then unapigwa mpira mrefu, wakati ambao pengine mpango ulikuwa ni build up ambayo itahusisha wachezaji kwenye mstari wa ulinzi, ongeza na wale viungo wawili ambao walikuwa wanacheza kwa upande wa KMC, lakini ilikuwa inashindikana kwa sababu ya pressure ambayo Simba alikuwa anaipeleka kwenye lango, na ndiyo ambayo ilipelekea goli la kwanza ambalo Simba lilipata, kwa sababu wakati mlinzi wa KMC anajaribu kutengeneza build up kwenye eneo ambalo alikuwa naamini kwamba pengine anaweza kageuka na kuanzisha shambulizi, ndio eneo ambalo Simba alipata hiyo nafasi ya kwenda kupress, wakaunyang'anya mpira kwenye eneo la hatari, wakaingia nao ndani, wanakwenda wanafunga goli kupitia kwa Selemani Mwalimu. Ni kutokana na hiyo pressure ambayo alikuwa anapeleka kwenye lango la KMC. Lakini ukitizama kwenye tukio lingine ambalo liamua mechi la goli la pili, wakati mwingine nasema timu ambayo ipo kwenye low block, moja kati ya njia ambayo unaweza kaifungua, kama utashindwa kuwa na combination pass ambazo zitakuwa zinafungua zile pattern zao za kiuzuiaji kwa haraka zaidi, utahitaji kuwa na mchezaji ambaye atakuwa anaweza kufanya shooting kutokea mbali. Hawa wachezaji ukiwa nao kwenye timu, tafsiri yake ni kwamba nafasi ndogo tu ambayo walinzi atakuwa anaiacha itakuwa ni rahisi kuweza kushoot, na ukiupenyesha mpira tu kwenye eneo ambalo walinzi wamekaa, tafsiri yake ni kwamba mlinda mlango kuna moments nyingi ambazo atakuwa anakosa visibility ya moja kwa moja ya mpira, kwa sababu mbele yake atakuwa anakutana na namba kubwa wa wachezaji ambao wanamzuia, especially wachezaji wake ambao kwenye low block. Utakutana na walinzi wale wawili, utakutana na viungo ambao wameshuka kwenye ile eneo, wakati mwingine mpaka mshambuliaji anaweza akaongezea kwenye ile eneo. Maana yake ni kwamba uwezekano wa mlinda mlango kuona mpira moja kwa moja unaweza ukawa ni mdogo, kwa sababu wachezaji wanaamini kwamba unatakiwa kuzuia kwa namba kubwa wa wachezaji. Sasa ili uwe na uwezo wa kupata goli, unatakiwa kuwa na mchezaji ambaye hizo space atakuwa anaziona kwamba hawa sawa wako wengi, lakini mimi nikipata mpira hapa nikishoot, ukipenya tu kwenye ukuta wa watu ambao wanazuia hapa, tayari nitakuwa nafunga goli. Ndilo goli ambalo alifunga Libase Gay. Kwa unaweza kuona performance yake jana akifunga goli, man of the match. Mechi ya pili anaibuka kuwa ni moja kati ya wachezaji ambao amekuwa na performance nzuri. Alifanya hivyo pia kwenye mechi dhidi ya JKT, lakini mechi hii pia amekuwa kwenye nyakati nzuri. Moja kati ya vitu ambavyo Libase Gay ameonesha kuwa navyo ni kwanza, technically ni mchezaji ambaye miguuni yuko sawasawa. Ni mchezaji ambaye akiupata mpira hauna shaka na kile ambacho atakitoa kwenye mguu wake. Matumizi sahihi sana ya mguu wa kushoto, first touch, anavyochukua mpira tu unajua ni mchezaji ambaye maamuzi yake yanakuwa sahihi. Lakini mchezaji ambaye pia anajua kuulinda mpira. Ukiwa kwenye mguu wake ni ngumu kwa mlinzi kwenda kuupokonya mpira. Mara nyingi inatokea instance ambazo wapinzani watalazimika kucheza madhambi ili kuchukua mpira kutoka kwenye mguu wake na jinsi ambavyo anaulinda mpira. Lakini kitu kingine ambacho amekionesha pia Libase Gay ni uwezo wake wa kushoot kutokea mbali. Hiyo ni technicality nyingine ambayo mchezaji unatakiwa kuwa nayo. Na ukiangalia magoli yote mawili ambayo amefunga kwenye ligi kuu, unakumbuka goli ambalo alifunga Meja Jenerali Samuyo, alipiga shuti kutokea mbali kabisa, akamchungulia goalkeeper akakeve akafunga. Goli ambalo amefunga KMC pia the same, ameshuti kutokea mbali. Lakini attempt kama hizi pia amekuwa akizifanya mara kadhaa.
Inaonyesha hiyo ni tabia yake ambayo yuko nayo kwenye vile vifaa vyake vya kazi. Moja kati ya vitu ambavyo yuko navyo ni pamoja na uwezo wa kushuti kutokea mbali, lakini mchezaji pia ambaye kwenye 1v1 anakupa faida. Mara nyingi anaonekana kushinda vita mchezaji mmoja dhidi ya mchezaji mwingine, na kwenye sifa ya mchezaji ambaye anacheza kwa nafasi yake, unatokea pembeni, obvious unategemea kuona unakutana na situation za 1v1 au 1v2. Ukiangalia Libase Gay kwa jinsi ambavyo anacheza, mara nyingi anaonekana kuwa ni mchezaji ambaye kwenye 1v1 battles yeye anashinda zaidi kuliko wapinzani. Kwa hiyo ni sifa nyingine ambayo yeye yuko nayo. Pengine kitu ambacho unatamani kukiona kikitokea kwa uharaka zaidi kutoka kwa Libase Gay ni kuwa na maamuzi ya kuachia mpira kwa uharaka kwenye baadhi ya nyakati. Inawezekana timu ikiwa inasogea kwenda kwenye kushambulia, mpira ukifika kwake, kwa sababu hizi sifa ambazo nimezitaja hapo kuwa nazo, anaamini mimi nikutana mchezaji mmoja anaweza kumshinda, nitatuliza mpira vizuri kwenye first touch, nitasogea, nitashoot. Anaamini hizo silaha zinaweza kufanya kuwa ni solo player ambaye anaweza kaipa timu kitu akisha upata mpira kwenye miguu yake. Lakini kuna wakati utahitaji muwe na combination ya mtu mmoja ama mtu zaidi ya mmoja ili kukamilisha mpango wa kushambulia. Hilo ni jambo ambalo linaweza likatengenezwa na mwalimu kwenye mfumo wake kiuchezaji na kumkumbusha kwamba kuna nyakati ambazo unatakiwa kupunguza touch za mpira. Akilipunguza hilo, inawezekana sasa ile combination yake na wale ambao anacheza nao kwenye ile kushambulia ikawa ni superb na akaboresha zaidi, na namba pia zikawa zinambeba kwamba utakapomzungumza next time utasema ni mchezaji ambaye amecreate pengine nafasi nyingi zaidi, ameshuti mara nyingi zaidi, amefunga zaidi, ameassist zaidi, kwa sababu tayari atakuwa anajua kwamba wenzangu ambao anacheza nao hapa nikiupata mpira anakuwa kwenye position hii, nikimwekea tunaweza tukazalisha kitu ambacho kitakuwa ni bora. Kwa ufupi, Loemba na Anise. Loemba jana tulimwangalia vizuri zaidi kwenye mechi ambavyo alipata nafasi. Ni mchezaji ambaye unamuona anaenjoy zaidi kucheza kama mchezaji huru kiwanjani, kwa sababu kuna nyakati ambazo alikuwa anaweza kuswitch mpira anaupeleka upande mwingine tofauti na ule ambao yeye yupo, na bado ni mchezaji ambaye anaweza akasupport vizuri pasi yake. Kwenye principles za mpira nasema mchezaji mzuri ni yule ambaye anapiga pasi na kufanya follow up ya pasi yake. Ukimwangalia Loemba kwenye hilo eneo unaweza kuona amelithibitisha hilo jana kwenye nyakati ambazo alikuwa anapata mipira. Ukipata nafasi ya kuangalia ile mechi, angalia mara nyingi alichokuwa anakifanya Loemba, akipata mpira akikupasia anakupa option yeye mwenyewe kwanza. Hadi yeye ni mmoja kati ya option ambazo anakupigia mpira na anakuambia ukishindikana kufanya ambacho unaweza kufanya, nipo hapo kwa ajili ya kusupport pasi ambayo nimekupa. Lakini mchezaji ambaye unaweza kuona pia sio mtu ambaye anaweza kukaa na mpira kwa sekunde nyingi kwenye miguu yake. Inawezekana ikawa ni kwa sababu hajazoea mazingira pengine hilo amelifanya, lakini unatamani iwe hivyo kwenye mechi nyingi ambazo atacheza, kwa sababu anakupa hiyo faida kwamba kwenye kuondoka mtakuwa mnaondoka kwa haraka zaidi. Lakini kwa Anset ni mchezaji ambaye kuna baadhi ya vitu unaweza kusema vinafanana na kile ambacho Loemba anakifanya kwenye technicalities za miguu yake, lakini yeye ni mchezaji ambaye mwingine ambaye anatokea kwenye winga na anakupa faida kwamba akiupata mpira jicho lake la kwanza ni kuingia ndani kwenye eneo la hatari. Kwa hiyo sio winga ambaye ataupata mpira na atakuwa anatamani kurudi nyuma. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho nafikiri Simba kwenye ule mstari wa juu, Loemba, Gay, Libase pamoja na Anset wameongezeka watu ambao creative level yao ni kubwa, lakini pia touch zao nyingi zinakupa faida timu inavyosogea kwenda kushambulia.